Bana, karibu sana Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA kwenye masuala ya tetesi za sajili. Uwaga mimi naitaga penyenye na vitu kama hivyo. Mimi nikujuze tu kwamba kwa upande wa nchi Young Africans kuna chuma ambacho wanahusishwa nacho. Hii ni mali kweli kweli, na kumbuka kwamba klabu hiyo imekuwa ikihusishwa na wachezaji wengi kwa siku za karibuni. Kumbuka dirisha kubwa la usajili la msimu wa mwaka 2026-27 linakwenda kufunguliwa mwezi ujao tu. Kwenye tarehe 15 tunakwenda kuona usajili ukianza kufanyika. Sasa Young Africans penyenye ambazo wamekuwa wakihusishwa nazo. Kumbuka ni mabingwa wa kihistoria kwenye ardhi ya Tanzania na mabingwa mara 4 mfululizo, wakiwa wanaonekana wana kila dalili za kwenda kubeba kwa mara nyingine ya 5. Sasa Young Africans wanahusishwa na moja kati ya winga machachari na mzoefu, winga hatari kweli kweli, winga ambaye anaingia ndani kwenye eneo la box, winga ambaye ana uwezo wa kumfanya beki akafanya makosa kutokana na mikimbio yake. Huyu si mwingine anaitwa Ritia Luvumbo Nzinga. Ukimwita hivyo inakuwa imekaa vizuri zaidi. Rita Luvumbu Nzinga ndo la kwanke jina. Moja kati ya mchezaji ambaye yuko pale kwenye klabu ya AC Vita ya nchini Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiita hivyo inakuwa imekaa vizuri zaidi. Waga tunaita DRC Kongo. Sasa taarifa ambazo tuko nazo kwa upande wa nchi Young Africans, imekuwa pia ikimfuatilia kwa karibu zaidi nyota huyu wa kimataifa wa DRC Kongo kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza pembeni, kasi yake akiwa na mpira, pamoja na uzoefu wake wa kucheza mechi za ushindani wa juu zaidi ndani na nje ya Afrika. Ni moja kati ya mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa. Luvumbu ambaye kwa sasa anakipiga ndani ya kikosi cha AC Vita Club ya DRC Congo, anatajwa kuwa mmoja wa mawinga wenye uwezo mkubwa zaidi wa kubadilisha pia matokeo ya mchezo ndani ya dakika chache, kutokana na ubunifu wake, uwezo wa kutengeneza nafasi za mabao, pamoja na uzoefu mkubwa aliopata kupitia ligi mbalimbali barani Afrika ambazo amewahi kukipiga. Kumbuka nyota huyu amewahi kucheza club kadhaa zenye ushindani mkubwa kabisa barani Afrika, ikiwemo Rayon Sports ya Rwanda, AC Fari ya pale Morocco, lakini pia amewahi kukipiga kwenye kikosi cha Primeiro de Agosto ya Angola. Aidha aliwahi pia kucheza soka la Ulaya kupitia klabu ya Union SG ya pale Belgium, jambo linalomfanya kuwa mchezaji mwenye uzoefu mpana wa kimataifa. Sasa shabiki wa Young Africans, unaamini huyu mwamba Heritra Luvumbo atakuwa tishio kwenye ardhi ya Tanzania ama la? Kwangu mimi yes, ni moja kati ya winga ambaye anaingia kwenye eneo la box vizuri, ana uzoefu mzuri kabisa. Si yule winga ambaye anakimbilia pembeni, ni winga ambaye anaingia kwenye eneo la box. Kama wananchi Young Africans wanakamilisha ile dili, basi moja kwa moja atakuwa amepata mchezaji ambaye ni mzuri, ana uzoefu mzuri na soka la Afrika, kutokana na namna ambavyo amekupita kwenye kikosi cha pale Morocco, US Fari ya pale Morocco, na amekukipiga pia Belgium kule. Lakini AC Vita, moja kati ya klabu ambayo imekuwa ikitoa wachezaji wengi bora, na tumeshuhudia wakija kwenye ardhi ya Tanzania wakifanya makubwa kweli kweli, wakionyesha viwango ambavyo ni vizuri. Tumeweza kuwaona na wamekuwa wakileta ushindani kwenye ligi yetu, na uzuri ni kwamba Wakongo wakija kwenye ardhi ya Tanzania kwa siku za karibuni wameonekana kufanya vizuri. Kwa hiyo huyu ni moja kati ya winga ambaye kwa upande kama Young Africans wanamleta kwenye ardhi ya Tanzania, basi
tutegemee makubwa kutoka kwake. Kumbuka Young Africans wamekuwa wakihusishwa na baadhi ya wachezaji wengi. Moja kati ya mchezaji mwingine ambaye amekuwa akihusishwa ni beki wa pembeni Valentino, naye amekuwa akihusishwa, Valentino Noma, ambaye anakipiga pale kwenye kikosi cha TRA United, ambaye amekupita pale mitaa ya Msimbazi. Beki nambari 3, beki bora kabisa. Sasa je, atatua ama la? Lakini kama haitoshi, Young Africans wanajaribu kumtazama pia beki mwingine ambaye wa pembeni ambaye yuko pale kwenye kikosi cha FC Lupopo, Saint Lupopo ya pale Congo, kuona kama watampata huyo ama watampata Valentino Noma ambaye yuko kwenye kikosi cha TRA United. Kwa hawa ni wachezaji ambao wanahusishwa kutua. Sasa je, ni Valentino ama ni huyu ambaye yuko kwenye kikosi cha Saint Lupopo ya pale DRC Congo? Ni jambo pia la kuvuta subira. Na Young Africans wamekuwa wakihusishwa na sajili tofauti, kitu ambacho naamini kwamba kwenye hili dirisha kubwa la usajili ni wakati wao wa kwenda kutulia na kuweza kuona aina gani ya wachezaji ambao wanapaswa kwenda kuwasajili. Kumbuka kwa msimu huu Young Africans katika sajili ambazo wamezifanya kwenye dirisha kubwa la usajili wameonekana hawajafanya vizuri. Wameonekana wamesajili wachezaji ambao wao wenyewe hawajaafiki, lakini makocha ambao wamekuwa wakiwatumia kusajili wachezaji wamewaletea wachezaji ambao sio, na tumeshuhudia kwa upande wa afisa habari wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe akimuomba Engineer Hersi Said arudi kwenye nafasi yake ya kusajili kama alivyokuwa anasajili kwa kumfata mchezaji yeye mwenyewe, na amekuwa akisajili wachezaji ambao ni bora. Lakini kwa siku za karibuni baada ya kuachia jukumu hilo kwa upande wa makocha, imekuwa ni tofauti kwa upande wa wachezaji ambao wanaokuja kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Tumeona wakina Celestine ya kuwa wamekuja hapa hawajaweza kuonyesha performance yoyote. Kina Buba wamekuja hapa bado mpaka hivi sasa anajitafuta kwenye timu, na wachezaji wengine wengi ambao wamesajiliwa hapa, kina Lassine Kouma wamesajiliwa lakini hawajaweza kuonyesha performance ambayo ni bora. Sasa tusubiri tuweze kuona kwenye ile dirisha kubwa la usajili kitu gani ambacho Young Africans watakuja nacho, aina gani wachezaji ambao watakao kwenda kuwasajili kwenye kikosi chao. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea kufuatilia Gift Online TV. Bye bye.